Chague walau kitu kimoja au vitu vichache kwa ajili ya kutusaidia katika tafakari tunapohitimisha mwezi wa mama yetu Bikira Maria. Nami nikasema basi tumwangalie mama yetu Bikira Maria, yeye aliye mama yetu, kama mama wa matumaini, chemchemu ya neema na ulinzi. Neno langu la kwanza kabisa nilisema katika shida, katika nyakati za shida na pale tunapohisi tumepoteza neema ya Mungu, Mama Maria anasimama kama tumaini letu. Yeye ndiye alipata tena nguvu ya neema tuliyoipoteza. Na Bikira Maria anatuombea sana sisi watoto wake tuweze kumiminiwa neema na baraka. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, ninasema hivi kwa sababu mababa wa kanisa wanatuambia kwamba neema ni hitaji la mwanadamu anayemfahamu Mwenyezi Mungu lisilokoma kila siku ya maisha yake. Kama neema ni hitaji la mwanadamu anayemfahamu Mwenyezi Mungu lisilokoma kila siku ya maisha yake, kumbe tunahitaji sana neema katika maisha yetu kila kunapokucha. Kwa maanguko ya dhambi tuliipoteza neema. Kwa fumbo la umwilisho tumerudishiwa neema. Ndio mababa wanasema neema ile tuliyoipoteza na tunayoipoteza kila mara katika maisha yetu, Mama Bikira Maria huwa anaiokota. Kwa hivyo kama mama huwa anaiokota, ni mwito wa mama kanisa kwetu sisi kwenda kuichukua tena katika mikono isiyo na doa ya mama yetu Bikira Maria. Ndio tunasema mama yetu Bikira Maria yeye ni chemchemu ya neema. Tunaichukuaje mikononi mwa mama yetu Bikira Maria? Tutaona huko mbele kidogo. Lakini kwa namna pekee tunaichukua mikononi mwa mama yetu Bikira Maria kwa kujikita katika sala ya kujiachilia katika mikono salama ya Mama Maria. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 alivyokuwa ni mkuu wa kitengo cha imani na alipopewa dhamana ya kutafsiri siri ya tatu ya Fatima, alisema maneno haya wakati akitafakari fumbo la Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kunusurika dhidi ya risasi wakati wa shambulio la tarehe 13 ya mwezi Mei pale Vatikani. Alisema hivi: sala ina nguvu kuliko risasi. Sala ina nguvu kuliko risasi. Akasema tena, sala ina uwezo kuliko jeshi. Kumbe kwa nguvu ya sala pekee ndiyo mimi na wewe tuna uwezo wa kumsogelea mama yetu Bikira Maria, naye akatumiminia hizo neema. Tumsifu Yesu Kristo. Alionyesha yeye kwa namna ya pekee katika matokeo yale ya Bikira Maria mgawa neema. Baadhi yenu ama wengi wenu mmewasikia namna pekee mara nyingi sana. Alionyesha taswira ile ya Bikira Maria mgawa neema akiwa amesimama juu ya altari. Si ndio jamani? Kwa mnafahamu, sivyo? Ni habari mpya hii kwa kwenu ninyi? Yesu na Maria. Haiwezekani. Watu wa Fatima mpo? Siwaulizi maswali jamani, nataka kujua tu kama mpo. Na nyinyi pia ni habari mpya hii kwenu? Hapana, afadhali. Tumshukuru Mungu jamani kwa ajili ya watu wa Fatima wala. Mama Maria
katika matokeo yale mwaka 1830 alipomtokea yule binti mdogo aliyekuwa anafanya malezi ya kitawa, aliyemtuma malaika akaenda kumchukua kwenye kitanda chake akampeleka kanisani, na baadaye mama alionekana kwenye kiti cha maungamo, na kisha akatoka pale akasimama juu ya altare akamwambia, hapa ndipo ambapo shida na mahangaiko yote yanapata suluhisho lake. Na kisha akaitokea katika taswira ile ya Bikira Maria mgawa neema, na akaeleza sababu ya miale yake aliyokuwa anaiangaza, hiyo miale ya neema, na akamwambia aoneshe taswira ile katika umbo la medali. Ndipo baadaye binti yule kwa maelekezo ya kanisa akatutengenezea medali ya miujiza ambayo wengi wenu mmeivaa. Kama hujaivaa, ninakuomba uitafute uivae kila mara, maana ina maana hiyo hiyo, kwa hakika ni medali ya miujiza. Basi kwa sababu hamjasikia kisa hiko, niongeze na kisa chake cha pili. Sasa tutamaliza kweli leo hapo. Kisa cha pili kilitokea miaka 12 baadaye. Miaka 12 baadaye, mama yetu Bikira Maria, huyu chemchemu ya neema na mama wa matumaini, alikwenda kugusa roho ya kijana ambaye hakuwa Mkatoliki. Kijana huyu alikuwa anaishi Ufaransa, lakini alikuwa na asili ya Kiyahudi na walikuwa hawaamini katika Ukristo. Kijana huyu ndani kwao, bahati njema, kaka yake anaitwa Theodori alisikia mafundisho akaongoka akabatizwa. Tunasema miaka 12 baada ya matokeo hayo ya mama yetu wa medali ya miujiza. Kwa hiyo ni muda ambao masimulizi hayo yalikuwa yamepamba moto kabisa. Kwa hivyo kaka yule aliyeongoka akaleta zawadi nyumbani kwao, na zawadi aliyoileta zilikuwa ni medali nyingi alizonunua akazipeleka pale nyumbani. Huyu mdogo wake anaitwa Alphonse alichukua mojawapo wa zile medali akawa anaivaa shingoni mwake kama pambo. Leo hii mnaona wasanii wengi wa Bongo Flava wanavaa rozari, si mmewaona eh? Wanavaa kama kisakramenti kama pambo. Ndivyo kijana huyu pia alivyofanya. Mama yetu Bikira Maria, mama wa matumaini, chemchemu ya neema na ulinzi wetu, kumbe alikuwa na makusudi kwa huyu kijana. Siku moja katika harakati zake za ujana, aliandamana na rafiki yake aliyekuwa na shughuli za kibiashara katika jiji la Roma. Wakatoka kwao Ufaransa wakafika mpaka Roma. Walipofika Roma, yule rafiki wa huyu kijana aliingia kwenye shughuli moja katika ofisi. Baadhi yenu mmefika Roma. Watu wengi wanaokwenda Roma hata sasa wana desturi ya kushangaa mazuri ya ulimwengu kwa ustadi na uhodari wa makanisa yaliyojengwa pale Roma. Baba Mtakatifu Francisco anapotakuwa anatangaza mwaka wa jubilei akiongelea jambo la hija, alisema hivi, alisema ninawaalika wale wenye uwezo waweze kuja katika mji mtakatifu, lakini wasije kama watalii wanaokuja kushangaa majengo ya makanisa, bali waje kujichotea neema. Alisema hivyo, na mnukuu Baba Mtakatifu Francisco. Kwa hiyo kijana huyu naye alivyokuwa Roma akavutika kwenda kushangaa uzuri wa makanisa ya Roma. Alipoingia kwenye kanisa mojawapo, ghafla peke yake akaona mwanga mkubwa unaingia ndani. Kisha akaona paa la kanisa limefunguka. Kisha akaona mwanga umeongezeka kuwa mkali zaidi. Baadaye punde sipunde Mama Maria akatokea. Na alimtokea katika taswira ile ile ya Bikira Maria mgawa. Mama hakuongea naye kitu chochote, ila alimwashiria apige magoti, maana mama alikuwa ametokea juu ya altare. Tumsifu Yesu Kristo. Yule kijana akapiga magoti, asijue kwamba ni yeye tu ndiye anayeona mambo yote hayo. Akapiga magoti akiangalia hayo makuu yanayotendeka mbele yake. Na baadaye mama alimtazama kama anavyotazama wengine kwa upendo, bila kuongea naye kitu chochote, kisha mama akatoweka. Na hali ya harisi ya kanisa lile ikarudi kama ilivyokuwa mwanzo. Halo?
Kisha hali ikarudi kawaida kama ilivyokuwa mwanzo. Kijana Alphonse akanyanyuka kwa taharuki, kijana wa watu wa kiume mkubwa kabisa, akaanza kulia kwa hofu. Alipotoka nje ya kanisa, hakutana na yule rafiki yake Bruno. Alikuwa anaitwa Bruno rafiki yake. Akamwambia, nini? Shida ni nini? Mbona unalia? Akasema, nimemuona. Umemuona nani? Akasema, nimemuona. Akamwambia, umemuona nani? Akashika ile medali yake, akasema, nimemuona huyu. Ile Bruno hakuelewa anamaanisha kitu gani. Lakini akasema, nimemuona huyu, na ndipo akaanza kumsimulia kisa kilichotokea akiwa ndani ya kanisa. Kisha wakarudi zao Ufaransa. Hadithi yangu ishie hapo au iendelee? Waliporudi Ufaransa, lile tokeo la mama halikuwa tokeo la kawaida kwa kijana wake yule. Lilikuwa ni chaguo kwa kijana wake yule. Yule kijana katika tafakari na kutafakari, naye pia akaongoka, akawa Mkristo Mkatoliki. Katika tafakari na kutafakari, akakata shauri kufanya malezi ya kipadri. Mungu akambariki akawa padri. Katika tafakari na kutafakari, Mungu akamuongoza akaanzisha shirika la kitawa. Na shirika lake la kitawa akaliweka chini ya ulinzi wa mama yetu Bikira Maria. Na karama yake ni lile ombi ambalo tunalisali siku za Ijumaa. Tuwaombe Wayahudi wapate kumwamini Kristo. Si ndio Kwa hiyo karama yake ilikuwa kufanya misheni ya kumtangaza Kristo kwa Wayahudi ili wapate kuongoka. Na shirika lake likaendelea hivyo mpaka sasa. Sasa hivi tuna huyo mtumishi wa Mungu, Padre Alphonse, ambaye matokeo yake ni matokeo ya mama Bikira Maria alivyomchagua yeye katika maisha yake. Kusema ndugu zangu, tunapomtafakari sasa mama yetu, mama wa matumaini na chemchemu ya neema, tunapaswa kuomba kila mara makutano yetu sisi na yeye na makutano yetu sisi na wenzetu yana maana gani katika maisha yetu kama Wakristo hapa duniani. Kwa sababu kila mara tunapokutanika na makutano yetu na mama Maria, kunakuwa na sababu ya pekee. Mama yetu huyu ambaye sababu ya pekee ya makutano yetu sisi na yeye, sisi na wengine, yapo katika namna na mifumo mbalimbali. Kama alimbadilisha huyu Alphonse mpaka akaja kuwa mwanzilishi wa shirika la kitawa, Alphonse aliweka kwa ajili ya uongofu sio tu wa Wayahudi, hata kwa marafiki wa Wayahudi na hata kwa maadui wa Wayahudi. Alphonse huyu maandishi yake, simulizi lake lilikuwa ndio sababu ya kutunyanyulia mtakatifu mwingine ndani ya kanisa. Kijana mdogo kutoka nchi ya Poland aliyekwenda masomoni Roma, alikutana na masimulizi ya Padre Alphonse. Na alivyosoma masimulizi hayo, akasema kumbe mama Bikira Maria ana uwezo hata kuwabadilisha wadhambi, yeye aliwaita hivyo, hata kuwabadilisha wadhambi kuwa watakatifu na waanzilishi wa mashirika. Mimi ni nani katika udhaifu wangu nisifanye jambo kwa ajili ya mama yetu Bikira Maria? Visa vitatu kwenye maisha yake, hiki ni kimojawapo kilichotunyanyulia Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe. Amekuwa kwa jinsi alivyo baada ya kusikia na kujifunza katika simulizi hii. Nasema makutano yetu na mama yapo katika namna mbalimbali. Yawezekana hata nawe pia kwa juhudi na bidii yako ya kujitajirisha katika masimulizi ya mama yetu Bikira Maria yaliyopaswa kuandikwa na kusimuliwa, Mungu akaotesha mbegu ya neema ndani ya nafsi na roho yako. Amin. Mama, tukimwangalia katika mrengo wa matokeo yale mahususi kabisa, baadhi ya watu wanasema
ni kama andiko la pili ambalo Mungu alilitumia kulileta kwetu kupitia kwa mama yetu Bikira Maria. Yaani kama neno Mungu ambao ametumia kuleta kwetu kwa mama yetu Bikira Maria, matokeo ya Fatima. Tuangalia katika matokeo ya Fatima, mama anakuja kwetu utawala wa kisoshalisti katika sehemu kubwa ya bara la Ulaya, sivyo? Na katika usoshalisti, padri mmoja nimekutana naye, yupo mpaka leo hapa Dar es Salaam, anasema tulivyokuwa tunaishi wakati ule ilikuwa ni hatari sana mtu kujitangaza kama ni Mkristo Mkatoliki kwenye nchi yao. Akasema watu waliokuwa na nyadhifa serikalini walikuwa kama anaishi Magomeni, ikifika Jumapili anawasha gari anakwenda Kiruvya kwenda kusali. Kama anaishi hapa Msimbazi, anaondoka Dominika anakwenda Kimbiji au Kigamboni, bali kabisa kwenda kusali. Na hata watoto wake pia alikuwa anawabatizia huko. Ila akirudi hapa yeye hamjui Kristo. Yeye sio Mkristo. Waliishi hivyo watu wengi. Na wengi waliojitahidi kujinasibu na kushuhudia kwamba wao ni Wakristo waliishia katika mateso na mahangaiko makali sana. Niliwaambia mara mwisho nilivyokuwa hapa ya kwamba takwimu za kihistoria zinasema tangu kanisa lilivyoanza mpaka wakati wa vita kuu ya pili ya dunia, yani kabla vita kuu ya pili ya dunia haijaanza, na ndani ya vita kuu ya pili ya dunia mpaka ulivyokwisha wakati wa mateso ya Wakristo, kipindi hiki kifupi cha ndani ya vita kuu ya pili ya dunia na matokeo yake kimezalisha wafia dini wengi kuliko wafia dini waliokuwepo kabla ya vita kuu ya pili ya dunia. Yaani hata wafia dini waliokuwepo wakati wa mateso na madhulumu ya Wakristo hawakutoshereza kujazilizia wingi wa wafia dini waliokuwetokea wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo mama alikuja kwanza ili kuandaa ulimwengu dhidi ya vita kali ambayo ilikuwa na lengo la kumfuta Mungu katika mioyo ya wanadamu. Lakini pili, mama alikuja kwenye matokeo ya Fatima ili kuwafariji wanadamu ambao kwa mara ya kwanza walikuwa wameshuhudia dhuluma kubwa mno kuwahi kupata kutokea. Na dhuluma yenyewe ilikuwa ni vita kuu ya kwanza ya dunia. Hii vita kuu ya pili, nimesema ya kwanza mwanzoni, ni vita kuu ya pili ya dunia kutuandaa. Lakini pili, kutufariji ama kuwafariji wanadamu waliokuwa katika madhara na maumivu ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Kwa hivyo mama yetu huyu wa matumaini, mama wa neema na ulinzi wetu, daima anatujia kwetu kwanza kutuandaa katika kukabiliana na vita katika maisha yetu, lakini pili kutufariji kwa majeraha yaliyomo ndani ya nafsi zetu. Amin. Ndugu zangu, matokeo ya Fatima ni kielelezo cha upendo na ukaribu wa mama kwa wale wanaoteseka. Yanasadifu safari ya Kalvario ndani ya kanisa, ambamo katika siri ya tatu ya Fatima tunaona kanisa likisafiri katika njia ya msalaba na kushambuliwa kwa kanisa kwa kielelezo cha askofu mwenye mavazi meupe na maaskofu wengine waliokuwa pamoja naye na waamini walioandamana na huyo askofu. Lakini Mama Maria anapoonesha siri ya tatu ya Fatima kwa faida ya setu tulio wengi, anaonesha mwisho wake wanashuka malaika wakiwa na vyombo vya dhahabu wakichukua damu ya wale mashahidi waliouawa chini ya msalaba na kuchukua damu ile na kwenda kuinyunyizia katika dunia, kuinyunyizia katika ulimwengu. Nini maana yake? Maana yake hapa tunarejea katika kitabu cha Ufunuo. Mwandishi anaposema, nikaona umati mkubwa wa watu wamevaa mavazi. Nikaulizwa, unajua hawa ni makina nani? Mwandishi akajibu vipi? Hafa. Na aliyemuuliza malaika akamwambia, hawa ndio wale walioosha mavazi yao kwa damu ya mwana. Damu inachafua au inatakasa? Damu inachafua au inatakasa? Kweli? Jamani, nikijikata ile meva chafu afu kwenye vazi jeupe nikinosha pap na takasa na chafua.
Mbona siwaelewi? Wengine mvua, wengine jua. Damu inachafua, inatakasa. Damu dhaifu inachafua. Damu takatifu Sasa kwa ubatizo wewe umekuwa ni Kristo mwingine, si ndio? Ukifuata njia ya Kalvario kadiri ya maono ya Fatima, ukifuata njia ya msalaba kadiri ya maono ya Fatima, ukimwaga damu yako kwa fumbo la kujisadaka, damu yako inakuwa ni kichocheo cha kunyanyua na kuinua na kuzalisha wengi na wengi katika utakatifu katika ulimwengu huu. Mungu abariki sadaka na majitoleo yako. Amina. Sasa hapa naomba mniruhusu niseme kisa cha mwana Afrika kilichotokea hivi juzi. Nilisema mara mwisho na wanataaluma wa Katoliki. Naomba niseme tena nanyi kwa sababu kuna nyongeza imeongezeka. Kuna package ya pili imeongezeka. Kongo mpakani na sisi kwetu huku Tanzania, maeneo ya Bukavu, katika forodha ya Kongo kulikuwa na lengo la kufanya biashara haramu ya kuingizwa mchele uliokuwa haufai kwa matumizi ya binadamu. Katika forodha ile kulikuwa na kijana ambaye alikuwa na dhamana ya kuruhusu mizigo kuingia Kongo ama kuto kuingia. Kijana huyu alipoona ile shehena na akitambua thamani ya maisha ya mwanadamu na uhai wa dhamiri yake kama Mkristo Mkatoliki, alikataa shehena ile kuingizwa katika nchi yake kwa ajili ya kulinda usalama wa watu wake. Wahusika wakakaa naye pembeni, wakazungumza naye ili aruhusu biashara ile haramu kutendeka. Alikataa. Na inasemwa hata alipopewa bahasha ya kaki pia ili aruhusu biashara ile haramu itendeke, alikataa yule kijana. Nini kilifuata? Umesemaje mama? Mauaji. Kwa hiyo tarehe 7 na tarehe 8 ya mwezi Julai mwaka ule 2011 kama sijakosea, yule kijana alipotea. Siku hizi kuna lugha yenu ile mnasema alichukuliwa na watu wasio. Na baadaye tarehe 8 alipatikana akiwa maiti. Na kila mtu pale Kivu na Bukavu yote walijua kwa nini ameuawa. Ndugu zetu wa Santegidio katika fikara yao wakasukumwa kulichukua jambo lile kiroho. Wakaenzi kifo cha kijana yule kwa dhima aliyoionyesha kwa thamani ya watu wa nchi yake. Baba Mtakatifu Francisco alipotembelea Kongo aliguswa pia na kile kisa, akamtangaza kijana yule kama mfia dini. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa package iliyoongezeka ni tarehe 22 juma lililopita, kanisa limempokea kijana yule Floribert Bwana Chui na kutangaza tarehe 15 ya mwezi ujao anatangazwa mwenye heri. Sifa na utukufu kwa Mwenyezi Mungu. Mpo vijana wengi humu ndani, sivyo? Mwenyezi Mungu awatie nguvu. Nimesema Bikira Maria anakuja kwetu kwanza kutuandaa kwa mapambano, sivyo? Huyu kijana aliandaliwa na Mama Maria na amepambana kweli. Mama Maria anakuja kwetu kutufariji pia katika mapambano tunayopitia, si ndio jamani? Sasa ukanda wetu wa maziwa makuu, nchi inayopitia changamoto za kimaisha kuliko nchi nyingine yoyote ni nchi gani? Na nchi ya pili ni nchi gani iliyopitia kwenye madhira na changamoto za kutosha? Siwasikii. Sijawasikia bado. Japani. Na nchi ya tatu ni nchi gani? Rwanda, si ndio? Kwa hiyo Kongo
Ikifika tarehe 15 ya Juni inakuwa ndio nchi pekee katika ukanda wa maziwa makuu yenye wenye heri 4. Watatu wanafahamika vizuri akiwepo huyu wa sasa hivi, ila mmoja hamumfahamu sana, ni padri mmoja. Wa kwanza ni mwenye heri Clementina Anuarite, si ndio? Wa pili ni Isidori Bakanja, sivyo? Watatu ni padri, nende mkamtafute. Alafu Florent atakuwa ni 4. Lakini Kongo ni nchi inayopitia vita, mauaji na dhuluma kila leo, sivyo? Mama yupo pamoja nao, akiwaandaa wale walio tayari kukabiliana na changamoto na akiwafariji. Hii kwao ni faraja kubwa mno. Kumpokea mwenye heri mwingine ni faraja kubwa mno. Mama aliwaandaa na kuwafariji wenzetu wa Rwanda pia, sivyo jamani? Mama alianza kuwaandaa na kuwaachia faraja wenzetu wa Sudani kabla ya mgawanyiko, sababu katika ukanda wetu wa maziwa makuu ndio ilikuwa sehemu ya kwanza kumtoa Mtakatifu Yosefina Bakita. Wewe una changamoto zako, unapambana nazo, sivyo? Tumezoea kusema unapambana nazo kiume, si ndio? Msinihukumu ninyi wa upande mwingine. Hivyo hivyo tunapambana nazo. Wakati fulani kuna dhiki ambazo zinatusonga, tunahitaji faraja ziweze kutupata. Ila giza linatusonga, hatujui twende kwa namna gani, twende wapi. Mtakatifu Padre Pio anatukumbusha kwenye vidole vyetu tuna silaha, ambayo Baba Mtakatifu anatuambia silaha hii ni kubwa mno, ina nguvu kuliko risasi na ina uwezo kuliko jeshi. Mungu awajalie muone namna bora ya kutumia hii silaha. Maana unaweza ukawa na silaha bora ya maangamizi, nilisema hapa wakati fulani, lakini usijue kuitumia. Adui akija na kushambulia. Ndugu zanguni, mwaka huu sijui kama wengi mmefanya au mmeng'amua. Mwaka huu ni mwaka wa jubilei, sivyo? Mnakumbuka zawadi ya kwanza kabisa ya jubilei ya miaka 2000 tuliopewa na kanisa? Fatima, mpo? Mpo jamani, anaitika mmoja tu. Wakati wa jubilei kuu ya miaka 2000, zawadi ya kwanza kabisa aliyopewa kanisa ilikuwa ni kutangazwa watakatifu Francisco na Jacinta. Alifanya Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Na zawadi yake ya pili ilikuwa ni kutuwekea sherehe ya huruma ya Mungu mwaka ule. Katika namna hiyo ya ukubwa wake. Sherehe ya huruma ya Mungu ilianza, baadaye akaja kuwatangaza watakatifu waliokuwa wamevunja rekodi kwa wakati huo wadogo kabisa. Kwa hiyo mwaka huu tunafanya jubilei ya miaka 25 ya watakatifu Francisco na Jacinta. Watoto hawa wadogo walipita katika shida na changamoto nyingi, si ndio jamani? Nini ilikuwa faraja yao? Nani aliyewaandaa kukabiliana na changamoto na shida hizo? Mama aliwaandaa watoto wale waliokuwa hawajui chochote. Kwa nini mama asikuandae wewe? Kwa nini mama asije kukufariji wewe? Lakini watoto wale waliandaliwa, watoto wale walipata faraja kwa sababu walitii maagizo ya mama. Hawakukoma kamwe kusali rozari tangu walivyoagizwa na kutangaziwa. Mama Maria, mama wa wote. Kwa hivyo namna bora ya kuadhimisha jubilei ya Francisco na Jacinta, ili tuweze kumwona mama yetu, mama wa matumaini na chemchemu ya neema, ni jitihada yetu ya pekee kuwaiga watakatifu hawa wadogo kwenye kuitikia mwito na mwaliko wa mama yetu Bikira Maria. Kardinali Sodano, ambaye alikuwa kama leo hivi, nyinyi wengi mlifuatilia kifo cha Baba Mtakatifu Francisco, sivyo?
na mlimuona yule Kardinali Giovanni Battista Re. Hapo nimewachanganya, mmepotea, mmevurugwa. Kardinali Giovanni Battista ndio yule aliongoza misa ya mazishi wa Mtakatifu Francisco. Sawa jamani? Kwa hiyo aliyekuwa kardinali wa cheo kama hiko wakati wa Yohane Paulo wa pili alisema hivi: kutangazwa kwa watakatifu Francisco na Yasinta kwa Papa Yohane Paulo wa pili ni sehemu yake ya kumshukuru Mungu na Mama Maria kwa ulinzi aliyoupata kwenye kipindi chake cha upapa. Anasema zawadi ile aliyoitoa ni ishara ya kumshukuru Mungu kwa ulinzi aliyoupata kwa kipindi chake cha upapa, yani cha utawala wake na uongozi wake kama papa. Kardinali Sodano aliendelea kukazia na kusema kwamba hakuwa na namna nyingine bora ya kumshukuru Mungu na mama yetu Bikira Maria zaidi ya kutolea sadaka yake katika mafumbo ya Fatima. Wengi mnaelewa sadaka yake kubwa aliyoitoa tofauti na hii. Nakumbuka, naelewa. Mnafahamu kwamba ile risasi ambayo ilitolewa ndani mwake aliichukua na kuipeleka Fatima. Hicho mnafahamu, sivyo? Wangapi wanafahamu? Basi jamani, nipo hivi kwa kifupi. Papa Yohane Paulo wa pili alipopigwa risasi ile, kuna mambo masimulizi mengi hapo yapo ya namna Bikira Maria alivyomlinda hata siku ile. Tutaeleza mwishoni kidogo tutakapomalizia. Lakini aliichukua ile risasi akaenda nayo Fatima. Pale Fatima kulitokea jambo hili. Wana Fatima waliitikia mwito wa Bikira Maria wa kusali rozari. Sasa salini rozari mpate amani, si ndio? Kwa hiyo ilivyokuja vita kuu ya pili ya dunia, katika ile sehemu ya Fatima hakutoka mwanaume hata mmoja kwenda kupigana vita kuu ya pili ya dunia. Kwa hiyo eneo la Fatima lililindwa, halikupata wajane waliotokana na vita kuu ya pili ya dunia. Wanawake na wasichana wa Fatima baada ya vita kuu ya pili ya dunia kwisha, walipotafakari muujiza mama aliyowatendea, wakahamasishana wanawake wa Fatima, wakachukua kila mmoja kito chake cha dhahabu. Tumsifu Yesu Kristo. Wakakusanya pamoja. Wapata lile fungu moja kama una bangili sikioni ni hereni. Jamani, eti bangili sikioni. Kama una hereni ya dhahabu, kama una bangili ya dhahabu, kama una mkufu wa dhahabu, vyote vilikusanywa vile, vikaenda vikayeyushwa, ndio vikatengeneza lile taji la Bikira Maria wa Fatima. Mnaloliona anavishwa siku ile ya Bikira Maria wa Fatima, Mei 13. Unaona taji, sivyo? Yapo mawili yale, msichanganye, yapo mawili. Moja la kila siku linabaki, ila lingine linatolewa siku ile tu ya sherehe. Ile ni dhahabu tupu mwana. Sasa Papa Yohane wa pili katikati ya lile taji la dhahabu tupu ndio ameweka pia ile risasi iliyomponya. Ndio zawadi yake aliyotoa kwa mama yetu Bikira Maria. Ndio maana Kardinali Sodano anasema hakuwa na namna bora ya kumshukuru Mungu na mama yetu Bikira Maria isipokuwa kuenzi jubilei mpya, milenia mpya, kwa kuwaweka wakfu watakatifu hawa wawili, watoto wa Fatima. Kardinali Sodano na Benedikto wa 16 wanasema kwamba ni hakika katika utawala wa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kulikuwa na visa vingi vya kukatisha tamaa dhidi yake yeye binafsi kutokana na asili ya nchi. Hata hivyo, mateso ya kanisa na dhidi yake hayakukoma kirahisi wala hayakwisha kirahisi. Yaliendelea kuwepo hata yeye alipokuwa na uchaji mkubwa mbele ya mama yetu Bikira Maria. Lakini mama alimfariji na mama alimwandaa. Benedikto wa 16 anasema hata leo, wakati anaandika mafundisho ya tatu ya Fatima, anasema hata leo, na mimi nasema hata leo hii kanisa halitokoma kuteseka. Lakini kanisa litashinda kama likimtumainia mama. Kanisa
ni nani? Kanisa ni nini? Swali la katekesi. Kanisa na pande mbili, lina kichwa na kiwiliwili, sivyo? Kichwa chetu ni Kristo, ambaye kila mara anaumizwa na mimi na wewe kwa mielekeo na mienendo yetu mibovu ya maelekeo ya dhambi. Lakini kiwiliwili ni mimi na naomba nikwambie pia, wewe ukiwa Mkristo Mkatoliki kweli, hautokoma kuteseka. Hautokoma kupata maumivu ya ndani, wala hautokoma kujeruhiwa. Kuweza kustahimili, omba Mungu, Mama Maria akuandae. Na pia endelea kusali sana na kuomba Mama Maria aje kukufariji katika mateso unayokabiliana nayo. Naona wengine mnaniangalia, mnawaza tayari watu fulani wanaoteseka, walioteseka, wanaoteswa ndani ya kanisa, si ndio? Tumwachie Mwenyezi Mungu na mama yetu Bikira Maria. Sala zetu kwa Bikira Maria ziweze kuwa chemchemu ya matumaini. Sala zetu kwa Bikira Maria ziweze kuwa hakika chemchemu ya neema, na ili tuweze kuonja upendo wa mama yetu Bikira Maria na ulinzi wake, kuna masharti. Sharti la kwanza la mama yetu Bikira Maria alilolitoa Fatima, na bado sharti hilo lina maana kubwa sana kwetu, anasema Kardinali Sodano, ni sisi kuitikia mwito wake wa kufanya toba. Kwa maana anasema, pia nimekuja hapa ni kama muujiza. Castro, Baba Kesi amesisitiza nini leo? Tusiondoke na dhambi, si ndio? Tusiondoke na dhambi. Halo? Mama Maria, mama wa wote, tusimame. Tunaye mama Maria, tunaye mama Maria, tunaye mama Maria, tunaye mama Maria, tunaye kila wakati mama Maria, tunaye kila mahali mama Maria, tunaye na Msimbazi mama Maria, tunaye nyumbani kwetu mama Maria, tunaye hata Magomeni mama Maria, tunaye na Kokawe Maria, tunaye mama Maria, tunaye mama Maria. Bikira Maria kuleta ujumbe wake kupitia kwa makutano na watoto hawa wadogo. Mpaka hapo kuna mashaka? Mpaka hapo kuna mashaka? Tarehe 13 ya mwezi Mei, majira ya saa 11 jioni mwaka 1881, muda ule ule, siku, mwezi, miaka 63 baadaye takriban, baada ya kumsalimia na kumbariki mtoto mdogo. Kule kuna watoto na huku kuna watoto. Mjumbe wa Mungu, halifa wa Petro, Yohane Paulo wa pili, anapigwa risasi. Siku ile ile, muda ule ule, mwezi ule. Nafikiri ni bahati mbaya.
Alipopigwa ile risasi, wanasayansi tunasema na wachambuzi wanashindwa kuelewa nini kilitokea mpaka hakufa. Na sio wanasayansi tu na wachambuzi, hata yule aliyepiga risasi mwenyewe alipotembelewa gerezani alisema kwamba nilishangaa kwa nini hujafa. Alimwambia Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Anasema kwa uhodari wangu wa kulenga shabaha, alimwambia, niliamini kabisa baada ya mapigo yale wewe ungekufa, lakini nilishangaa kwa nini hujafa. Sasa wasaidizi wa Yohane Paulo wa Pili wanasema akiwa kitandani kwenye maumivu baada ya kupigwa risasi aliomba vitu viwili. Yohane Paulo wa Pili. Wana Fatima, kwanza aliomba nini? Hapo nauliza swali ili tumalizie. Aliomba rozari, sawa. Cha pili aliomba rozari, obvious, lakini akiwa kitandani ndiyo Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili Papa alilazimisha afunuliwe siri ya tatu ya Fatima. Kwa hivyo kwa siri na kwa ruhusa ya Sister Lucia akafunuliwa. Wasaidizi wanasema alilengwa na machozi baada ya kujua kwamba kumbe ile siri ilikuwa inamuhusu yeye na ile tukio lililotokea. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya hapo akaomba wasaidizi wake wamsomee shajara ya huruma ya Mungu iliyoandikwa na Mtakatifu Sista Faustina Kowalska. Kwa hiyo akaunganisha fumbo la huruma ya Mungu tu iliyomwokoa kwa msaada mama yetu Bikira Maria mpaka yeye akaja kuwa hai. Hapo ndo naomba muunganishe sasa zawadi yake ya mwaka 2000, mwaka wa jubilei, ndio akatupatia sherehe ya huruma ya Mungu na akatangaza watakatifu Francisco na Jacinta. Mama yetu Bikira Maria hakika ni mama wa matumaini. Yeye ni chemchemu ya neema. Yeye ni ulinzi wetu pindi tu tukisikia na kushika maagizo yake. Kwa huyu Mungu na Mungu tu tumpelekee sifa na utukufu sasa na hata milele. Tumsifu Yesu Kristo.